بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. Ulimwengu wetu umekumbwa na matatizo ya riba. Riba, itikadi ya watu ni kuongezekea kwa haraka katika kupata. Na riba, itikadi ya kidini ni kuharibikiwa kwa haraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia la taqumu saa hata yakula an-nasu riba faman lam yakulu yusibu min ghubari. Hakutoka kiyama mpaka watu wale riba, so kula tapatikana na vumbi. Sasa muamala wote takriban una riba. Riba ni kitu gani? Riba ni sampuli mbili, kuna riba al-fadli na riba al-nasiya. Riba al-fadli ni kumwongezea mtu kitu katika kununua au kufanya bei mbili. Mtu mzia bei mbili katika bei moja. Ukinunua keshi hiki ni bei kadhaa. Ukinunua kwa instrumenti kwa deni ni bei kadhaa. Hii ni makosa. Ni lazima ununue bei moja. Kama mathala hakuna budi, kama ndio ulimwengu sasa. Wewe mwenyewe ukaenda pale dukani umekisha kuamua mimi naenda kununua kwa deni, mimi naenda kununua kwa taslimu. Basi usiende kuuliza pale dukani, ukitakuwa ni muamala miwili pamoja. Hapa nimeshakujua hapa bei gani, bei kadhaa basi. Nikitakulipa kwa kila mwezi bei gani, bei kadhaa basi. Wewe mwenyewe ununue bei moja tu. Sasa mimi nataka kununua hiki, nitakulipa kila mwezi shilingi kadhaa. Bila ya kusumuliza kwenye duka. Maana ni muamala, wewe umeshakupanga mimi nataka kununua kitu kwa deni tu basi. Mtasikizana, nipunguzia, niongezea mpaka nini. Ama kwenda kuambia bwana keshi bei gani kadhaa, kwa instrument bei gani, bei kadhaa, paleta kwa ni riba. Sababu umefanya bei tena. Mtume alizuia hakuna bei mbili katika bei moja. Lingine ni hawa watu ambao kwamba waamilia nao na watu maskini. Wajengea kitu cha 100,000 kisha katoza 200,000. Na katika kuwatoza wakahuongezea. Hapo ndio ya alladhina amanu la taakulu riba adhafan mudhaafa. Sasa ile adhafa mudhaafa watu huelewa, labda usile kwa wingi katika kula 1000 kaongeza 100 au kaongeza 50 haidhuru. Lakini sio ule 1000 kwa 500, hapana. Adhafa mudhaafa niko kile kitu wewe baada kupata mara mbili na utambana ule mtu. Kisha umweke na sharia, na ukitonilipa pengine mpaka muda kadhaa kitu utakitukua mwenyewe. Sasa ule mtu una hamu ya kuongezewa, una hamu ya kukosa kile kitu. Hili ndio muamala mbaya katika miamala. Na pengine akutoze kila mwezi, badala ya kupunguza deni yako aongeze yeye. Mathalan akutoze shilingi 600 kwa kila mwezi. Sasa 600 yeye akate 400 katika hesabu yako. 200 ndio kupunguza deni. Makosa ambapo fadhali yetu kwa 200 wewe ukupe 400 upunguze deni ili kitu kile chako haraka la. Kisha baada yake akuletee matatizo kwamba hukuweza kulipa, akutukulie kile kitu. Baada ya kutukulia hakurejezei uliompa, akwambia la atachukua kile kitu kamili. Baada ya kuwa umelipa pengine mwaka mzima au miaka miwili, akunyang'anye kile kitu. Muamala mzuri ni ulikuwa kwa baadhi ya miji, hiyo kwa huja mtu tajiri kwamba bwana mimi nipa ardhi yako, nitakujengea nyumba kadhaa, kisha nitakupa flat moja, shuka moja ni yako kwa mwana marafiki zake na haja zake, kisha ile nyumba ikodishwe. Kile kipatikanacho ulipiwe deni yako, baada ya miaka 10 20 ulipiwa deni yako bila ya kutozwa chochote. Ule ni muamala insania. Muamala kama huu ufanywa na baadhi ya bunuki islamia, wakakusaidia, wakakujengea kiumaskini na wewe ukalipa kiumaskini, wakakusimamia wewe na wao kaongeza faida. Mathala wao watajenga kwa 1,000,000, watapuzia wewe kwa 1,000,000 na 500,000 dhahiri, lakini hawakutozwi wewe. Watafaisha muamala kile kitu wewe ukilipa na wewe huna habari na huko kupunguzia, na pengine wakati mwenyewe hasa haya nyumba yako hii, lakini kila mwezi wewe tuletee kadhaa 20,000, 30,000, 40,000. Ukimaliza deni yako utakuatia kitu. Miamala kama hiyo pale hufaa. Miamala mpaka haifai
ni ile ambayo kwamba dhahiri ni kunyang'anyana tu, na hakuna kitu kiovu kama riba. Mtume riba 73 baba adnaha mithla yankiha ar-rajulu ummahu, riba bila 73. Madhambi duni ni kama mtu kulala na mamake. Wa ina arba riba al-istitarat fi al-muslim, na riba kubwa ni kumtukana Muislamu kumkilia bila sababu, na riba ndio haina baraka. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu shaytanu min al-mas. Utamwona usimama kama ule hapa ndio na marohani, tukipanda na marohani mfano mkubwa sana. Utamwona ameruka, amepanda, amepiga makelele, lakini mwido utamwona amevundikiwa, hana chochote. Na wale riba ukwambia innamal bay'u mithlu riba, na kwa kinyume bei ni kama riba, sio riba kama bei. Bei pia na riba bwana, kabisa bei zote ni riba. Wote kuna kitu shilingi 20 Malindi unjetuzia hapa kwetu mamruko shilingi 25, si riba hiyo? La, pale ni muamala. Innamal bay'u an taradhi, bei kusikilizana. Katika kusikilizana kwa bei moja, wenda kana kitu shilingi 10 kiuze kwa shilingi 100, ruhusa. Lakini kwa sharti mbili. Kwa sharti kwanza usifanye ihtikari, monopoli, ukakifunga ili kipate bei kubwa, uuze kwa bei ambayo kwamba yapita ndani ya mji. Mimi nimenunua kitu nikipeke mbali, maana ndio kitu huko ndani mwisho wa magharibi, wende kuuza mwisho wa mashariki, na tofauti faida ni adhafa mudhafa, haidhuru. Katika sheria ruhusa mathalan kule chauzo shilingi 200, lakini kikipeka sehemu za mwisho kwa mashariki chauzo shilingi 600, ruhusa katika sharia. Si riba ile. Riba ni kwa kuna miamala ya kudanganyana, lakini antaradhim si kitu. Waweza kununua kitu leo ya shilingi 100, kesho kwa kiuza shilingi 1000, haiambii riba. Shilingi 100 kwa shilingi 1000 kwa kesho, haiambii riba, madamu ni bei moja, kauli moja, na mtu mwenye kitaka atanunua. Kitu ambacho kwamba kilokataza katika sharia ni wala bi ahdukum ala bai ba'd, wala bi ba'dukum ala bai ba'd, kumuzia mtu kumharibia bei yake. Mtu anataka kununua kitu kwa shilingi 100, wewe kama mimi nitakuuzia kwa shilingi 50, au ukamwambia bwana mimi nataka kuuza kwa shilingi 100, kwamba niuzia mimi kwa shilingi 150, la, ile haifai. Kuharibiana bei, lazima tuwe na muamala wa Kiislamu. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, riba huondosha baraka, lakini sadaka ina baraka. Wama ataitum min riba liyarbu fi amwali an-nas fala yarbu 'inda Allah, wama ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika hum mudhaifuna. Riba wewe utapata faida, kumbe utapata hasara. Zaka utaona wewe hutoa, lakini ndio zile baraka. Na baraka ya zaka maana yake ni kuondosha ile macho ya binadamu na zile hizo binadamu na chuki. Ona huyo kipato tusaidia, watakuombea Mungu na watasimama, na kiamiliana na wewe atakuamiliana naye kwa ikhlasi. Maana yake binadamu akiwa na uhuru wa kutaka na uhuru wa kukataa huwa na ikhlasi zaidi. Kwa sababu hiyo ndio wale wenye communism au capitalism wakafeli, sababu ukifanya kazi unajua mimi sifanyi kazi nitapata mimi, nafanya kazi kupata wakubwa zangu. Ndio serikali zote kwanza haikusikiliwa katika communism, shuia haikupatikana. Wamefika katika ishtirakia, lakini ishtirakia waliopata wamefeli. Kila mahala pa ishtirakia pamefeli kwa sababu yake hakuna ile ikhlas na maanawia kufanya kazi. Lakini mtu akijua huyu mfanyiao naye usaidia, huyu mtu mfanyiao naye ni mwaminifu, na yeye pia hufanya istithmari zaidi ili na yeye apate kunufaika zaidi. Hii ndio Uislamu umeweka maudhui ya riba kwa ni kitu kibaya, sababu riba ni kunyanyasa na kunyang'anya. Kile chakula kinacholeo